Yanayojiri katika awamu ya 4 na awamu ya mwisho, ambapo tunaangazia taarifa mbalimbali ambazo zinazidi kujiri sasa hivi katikati mwa jiji la Nairobi. Picha za moja kwa moja ni kuonesha hali imekuwa tete kwa muda katikati mwa jiji la Nairobi kutokana na makundi mawili ambayo yamekuwa yakizozana katika jiji hilo. Kundi moja likiwazuia wanaharakati ambao wanashinikiza haki kuandaa maandamano, wakiwacharaza kwa nyaunyo na mijeledi kuwataka waondoke katikati mwa jiji la Nairobi. Baadhi ya biashara zimefungwa, baadhi ya waandamanaji pia wamepoteza vifaa vyao, wengine wakinyang'anywa simu zao, na wengine vile ambao walikuwa wamekuja kuwazuia waandamanaji hao ambao ni wanaharakati, moja pikipiki zikiteketezwa katikati mwa jiji la Nairobi. Hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katikati ya jiji la Nairobi. Ni maandamano ambayo yanashinikiza kujiuzulu kwa baadhi ya wakuu wa usalama humu nchini kutokana na kile wanasema ni utepetevu na kutoelekeza haki inakustahili, na vile vile kama tulivyosikia wageni wetu wakisema kwamba hawajakuwa wakisema ukweli kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang. Lakini jana tuliweza kumuona afisa ule wa polisi Mukhwana akijitokeza na kusema hali ilivyo, kipi alichoshauriwa kufanya katika mahakama hiyo ya kumradhi, katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi. Takupasha kwa kina yanayojiri. Wanahabari wetu wako angi, Fred Kagonye yuko pale na vile vile Jeff Kirui wanazidi kufuatilia hali ilivyo katikati mwa jiji la Nairobi. Lakini kwanza tuangazie hili.